All of us, can we go to 1 Corinthians chapter number 11? Praise the Lord. Tukubaliane 1 Corinthians chapter number 11 verses number 23. 23. Wakorintho wa kwanza sura ya 11:23. Can we read loudly, clearly, proudly, with all joy in the presence of the Lord? Hebu tusome kwa kujivunia, kwa sauti na furaha kuu mbele uwepo wa Bwana. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For wherever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes." Father, in Jesus' name, before your presence we come to thank you for being our great creator and our God. Thank you for your mercies. We adore and bless you. For in Jesus' name we have prayed. Amen. Amen. Let's be seated in the presence of the Lord, and the church say, and the church say, welcome to this great Lord's Table 2021. Karibu sana katika meza ya Bwana mwaka wa 2021. I want to speak to somebody here and tell you there are some things that will remain as long as mankind lives. Ninataka nizungumze na mtu na nikwambie kwamba kuna vitu ambavyo vitabaki kama tu mwanadamu yuaishi. The Lord's table will remain as long as man shall live. Meza ya Bwana itabaki kama tu mwanadamu atabaki. Nations will come and go, mataifa yatakuja na yaende, but the Lord's table will remain. Lakini meza ya Bwana itabaki. Generations will come and go, vizazi vitakuja na vitaondoka, but the Lord's table will remain. Lakini meza ya Bwana itabaki. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Systems will come and go, kuna mambo ambayo yataundwa yaje na yaondoke, but the Lord's table will remain. Lakini meza ya Bwana itabaki. So today we want to join together as we celebrate this great sacrament. Kwa hivyo basi leo hii nataka tuweze kuungana tunaposherehekea sakramenti kuu. I want us to join up with another scripture in the book of Jeremiah chapter number 31. Ninataka tuunganishe na andiko lingine katika kitabu cha Yeremia 31. Jeremiah 31:31. Yeremia 31:31. The time is coming, declares the Lord, when I'll make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. It will not be like the covenant I made with their forefathers when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband to them, declares the Lord. This is the covenant I will make with the house of Israel. After that time, declares the Lord, I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God, and they will be my people. No longer will a man teach his neighbor or a man his brother, saying, know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Whenever we look at the Lord's table, tunapotazamia meza ya Bwana, we see something great. Tunaona kitu kikuu.
The Lord's table is a seal and a sign. Meza ya Bwana ni kifuniko na ni ishara. Jesus told them, Yesu akawaambia, take this cup, chukua kikombe hiki, the cup of the new covenant. kikombe cha agano jipya. Praise the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. I want to talk about the new covenant. Ningetaka nizungumze kuhusu agano jipya. The scripture we have just read Andiko ambalo tumekwisha lisoma in Jeremiah 31:31. katika kitabu cha Yeremia 31 aya ya 31. The Lord is talking about the new covenant. Mungu yuwazungumza kuhusu agano jipya. Church, it is very important for us to know why do we have the old, why do we have the new. Kanisa ni muhimu tuweze kutambua ni kwa nini tuna agano la kale na kwa nini tuna agano jipya. Jeremiah 31 tells us why God had to bring a new one. Yeremia 31 aya 31 inatuelezea kwa nini Mungu akaleta jipya. Praise the Lord. Bwana sifiwe. He brought the new because the old one failed. Alileta jipya kwa sababu la kale lilikosa kufanya kazi. Hallelujah. Hallelujah. The first one failed. Ya kwanza ilishindwa. Because if you look at the scripture, it says so well. Sababu unapotazama andiko linasema wazi wazi. It will not be like the covenant I made with their forefathers. Haitakuwa kama agano nililolifanya na baba wale wa kale. Because they broke it. Sababu waliivunja. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the Lord. The first one, they broke it. Ya kwanza waliivunja. So I am not bringing a new one. Basi sileti jipya Just because I need a new one. kwa sababu tunahitaji hiyo jipya. I am bringing a new one because the first one was broken. Naleta ya hii jipya kwa nini? Kwa sababu ile ya kale ilivunjwa. This new covenant, Agano hili jipya, praise the Lord, Bwana sifiwe, it is unbreakable. haivunjiki. Hebu tuende kanisa. Let's go church. It is unbreakable. Haivunjiki. The Bible tells us the first one that he gave to the children of Israel when they were leaving Egypt, they broke it. Biblia imetueleza waziwazi kwamba ile ya kwanza waliopeana wakati walikuwa kule Misri walivunja. So God has brought in something new. Na hivyo basi Mungu ameleta kitu kipya that is not breakable. ambacho hakivunjiki. And that's why he says here, Na ndio sababu anasema hapa, if you look at Jeremiah 31, ukitazamia Yeremia 31, he says, I am making a new covenant. anasema ninaitengeneza agano jipya. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Now this one will be unique. Hii itakuwa ya kipekee. The first covenant was a covenant with conditions. Agano la kwanza lilikuwa ni agano ambalo lilikuwa limewekwa masharti. You do this, I do this. Masharti yalikuwa ufanye hivi, nifanye hivi. You do this, I do this. Fanye hivi, nifanye hivi. Praise the Lord. Bwana sifiwe. But the new covenant, Alafu sasa agano jipya, it is so interesting and so powerful ni ya kipekee yenye uwezo mwingi, because it is not a covenant between you and God. It's a covenant between God and himself. kwa sababu sasa si agano kati yako na Mungu, bali ni agano kati ya Mungu na Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Can I hear praise the Lord? A covenant between God and himself on behalf of us. Ni agano kati ya Mungu na yeye mwenyewe kwa niaba yetu. And that's why you see the scripture is saying, the first one, you broke it, I bring a new one. Na ndio sababu unaona maandiko yanaelezea wazi kwamba ya kwanza uliivunja, lakini sasa naleta jipya. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Now the scripture is revealing to us something powerful. Na sasa maandiko yanatuonyesha kitu cha kipekee. The part of man in the new covenant is represented by Christ. Sehemu ya mwanadamu katika agano jipya
imeweza kusimamiwa na Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Tuende kanisa. The part of man. Sehemu ya mwanadamu. Because in the first covenant, kwa sababu katika agano la kale, there was a slaughtering of bulls and goats and the blood of animals. Kulikuwa kuchinja wanyama. But in the new covenant, it is the blood of Jesus. Lakini katika agano jipya ni damu yake Yesu. Hallelujah. Hallelujah. So when he says the new covenant, it's not a covenant of conditions. Basi anaposema kwamba kuna agano jipya, si agano ambalo limewekwa masharti. You do this, I do this. You do this, I do this. This one Jesus has come in to do it for you. Ufanye hivi nifanye hivi, ufanye hivi nifanye hivi. Lakini agano hili jipya, Yesu Kristo amekuja alifanye kwa ajili yako. And he has stood for us. Na ameweza kusimama kwa ajili yetu. And let me talk to this house today. Basi niweze kunena siku ya That the new covenant kwamba agano jipya was a covenant that was made while you are yet a sinner. lilikuwa ni agano lililotengenezwa ukiwa mwenye dhambi. Somebody say while you are yet a sinner. Na mtu aseme nikiwa mwenye dhambi. How can a sinner make a covenant with God? Basi mwenye dhambi atafanya agano vipi na Mungu? Hello? Hello. Tuongelea nini? Can we speak to How can a sinner make a covenant with God? Mwenye dhambi atafanya aje agano kati yake na Mungu? So this is a covenant between God and himself, with Christ standing representing us. Basi hili ni agano kati ya Mungu na yeye mwenyewe, Yesu Kristo akiwa amesimama akituwakilisha sisi. So Jeremiah 31 gives us a picture. Basi Yeremia 31 inatupa picha. I want you to see the picture now. Na sasa nataka tuone picha hii. Because this is not a covenant where you are going to come in, that is what you are going to do and God is going to do. Kwa sababu sasa hili si agano ambalo nawe itakubidi uhusike, eti Mungu atafanya hivi na wewe uweze kufanya hivi. Christ has stood in for you. Yesu amesimama kwa niaba yako. So let's see what he says. Basi tuone inasema nini. That 33 says, this is a covenant I will make with the house of Israel after the time declares the Lord. Number one, I will put my law in their hearts. Hey, I will. Soma tuende kanisa. I will put my law in their minds. Nitatia sheria yangu ndani yao. Sasa swali namba moja. The first question. What is your participation there? Wewe unashiriki vipi pale? Hey church, let's go. What is your participation? Unashiriki vipi? None. Hakuna. I will write it in their hearts. What is your participation? Nitaweka katika mioyo yao, nitaandika. Wewe unashiriki vipi? I will be their God. What is your participation? Nami nitakuwa Mungu wao. Wewe unashiriki vipi? They will be my people. Na watakuwa watu wangu. What is your participation? Unashiriki vipi? Hallelujah. Hallelujah. Where it stands for you, Jesus steps in for us. Tazama, mahali ambapo inakuguza wewe, Yesu Kristo amesimama kwa niaba yako. Because when you come in, you are a failure. Kwa sababu unapoingililia, wewe ni mwenye dhambi, umeshindwa. It will also fail. Na itaweza kushindwa kama ile ya kwanza. Praise the Lord. Hallelujah. I say praise the Lord. Question number one. Swali la kwanza. Why was Jesus born of a virgin? Kwa nini Yesu akaweza kuzaliwa na bikira? Hallelujah. Hallelujah. He was not born like you and me. Hakuzaliwa kama wewe na mimi. He was born sinless. Aliweza kuzaliwa bila dhambi. Because a sinner cannot be saved by a sinner. Kwa sababu mwenye dhambi hawezi kuokolewa na mwenye dhambi. Hebu semeni kwa sauti. Can you see that? A sinner. So God has to bring in a sinless person. Mwenye dhambi
hawezi kuokolewa na mwenye dhambi. Na hivyo basi sharti Mungu angeleta mtu ambaye hana dhamana wala dhambi. That's why the new covenant is unique, because it is a covenant where the sinless stands for the sinner. Na ndio sababu agano jipya ni ya kipekee. Kwa nini? Kwa sababu yule ambaye hana dhambi anasimama kwa niaba ya mwenye dhambi. That's why you are not participating in this one. Na ndio sababu wewe hauhusishwi kwa hili. So this is a covenant of grace. Na hii basi ni agano ya neema. And that's what I want to speak to this house. Hilo ndilo jambo ambalo nataka nizungumze na kanisa. Everybody to realize one thing. Na kila mmoja aweze kutambua jambo moja. When we come to the Lord's table, tunapokuja kwa meza ya Bwana, it is a visible sign for the invisible grace. Ni ishara inayoonekana kwa ishara ya neema isiyoonekana. Hallelujah. Hallelujah. Here we have the bread and the wine. Hapa tuna mkate na divai. Jesus took the bread. Yesu akauchukua mkate and broke it. Akaumega. And said, eat it. Akasema, uleni. Then he took the cup. Kisha akachukua divai. And he said, this is the cup of the New Testament. Akasema, hiki ni kikombe cha agano jipya. The new covenant. Agano jipya. In my blood. Katika damu yangu. Somebody say in my blood. Mtu aseme katika damu. Jameni tuongee. In my blood. Katika damu yangu. That's why you are not a participant. It is not your blood is full of kisirani. Na ndio sababu wewe haukuhusishwa, haukuwa mshiriki, kwa sababu damu yako imejaa visirani. Damu yako ni hata mosquito haiwezi kula. Am I talking to a church? Je, nazungumza na kanisa? Me, I hate mosquitoes. Mimi nikiumwa na mosquito nakuwa mgonjwa. My wife has no problem with mosquitoes. Kwa hivyo damu hazifana. Kuna damu zinapendwa na mosquito. So whenever we look at the Lord's table, basi mara tunapotazama meza ya Bwana, it is a visible, ni kinachoonekana, for the invisible grace. Kwa ajili ya neema isiyoonekana. Praise the Lord. Bwana sifiwe. We are going to take the bread here. Tutaenda kuchukua mkate hapa. We are going to drink the blood here. Na tutaweza kunywa damu hapa. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Because of the new covenant. Kwa sababu ya agano jipya. And that's why I want to tell you, your blood cannot save you. The blood of goats cannot save you. But we stand in because of the blood of Jesus. Na ndio sababu nataka nikwambie kwamba damu yako haiwezi kukuokoa wewe, wala damu za wanyama haziwezi kukuokoa wewe, lakini damu ya Yesu Kristo ndiyo ambayo inaweza kukuokoa. Praise the Lord. Bwana sifiwe. So when we look at Jeremiah 31, napotazama Yeremia 31, it gives us a great picture. Inatupatia picha kuu sana. I will be their God. Nitakuwa Mungu wao. What is your part there? Basi sehemu yako ni nini pale? They will be my people. Watakuwa watu wangu. What part are you playing there? Sehemu yako unayoshiriki hapo ni ipi? Praise the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. And then it says, no longer will a man teach his neighbor or a man his brother, saying, know the Lord, because they will all know me from the least to the greatest, without anybody coming to tell you. Na ndiposa inasema aya 34, wala hawatafundisha kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake, wakisema, mjue Bwana, kwa maana watanijua wote. Praise the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Point number 1. Jambo la kwanza, the covenant of grace is an eternal covenant. Neema, samani, agano la neema ni agano la kudumu. It has no duration. Haina muda. It will continue until eternity. Itaendelea hadi mwisho. The date for this covenant is eternity. Na tarehe
agano hii ni milele na milele. Praise the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. The foundation of this covenant is the love of God. Na misingi ya agano hii ni upendo wa Mungu. Glory to Jesus. So it's not something that is going to change, that like the constitution of Kenya. Basi si kitu ambacho kitaenda kubadilishwa kama katiba la Kenya. It is a covenant of the elect of God. Itakuwa ni agano ya uteule wa Mungu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. It is a covenant of God doing good to his people. Ni agano ya Mungu kufanya mema kwa watu wake. Can I hear praise the Lord? I have a covenant of God doing good. Mimi ni agano la Mungu kufanya vyema. God will do you good. Mungu atakutendea wema. That's why he's saying they will be my people. They will enjoy me, not because you qualify. Na ndio sababu anakili anasema kwamba watakuwa watu wangu, nitawafanyia wema wangu, sio kwa sababu wewe unafaa. Praise the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. So whenever we talk about the new covenant, it is not going to stop sooner. Na ndio sababu tunapozungumza kuhusu agano jipya haitaenda kuisha hivi karibuni. Praise the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Number 2, the new covenant is free. Jambo la pili, agano la hili jipya ni bure. Nobody should grant you anything for you to belong there. Hakuna mtu yeyote anapaswa kukuitisha au kushiriki chochote ili wewe uweze kuwa pale. Freely we are admitted into this great covenant. Sisi tunakubalishwa katika agano jipya. Nobody, young and old, great and small, it is free for all of us. Hakuna yeyote, awe mdogo au awe mkubwa, awe mnene au awe kiasi kipi, sisi wote tumeweza kukubalishwa katika neema jipya. Number 3. Jambo la tatu, this covenant is unconditional. Agano hili lina masharti. Halina masharti. Praise the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. It is unconditional. Halina masharti. Because Christ has stood in. Kwa sababu Kristo ameingililia. If you look at the covenant with Abraham, unapotazama agano pamoja na Ibrahimu, there was what they were to do and there was what God was to do. Kuna kile walipaswa wafanye na kuna kile Mungu alipaswa kufanya. This new covenant, Jesus has stood in for us. Agano hili jipya, Yesu Kristo amesimama kwa niaba yetu. That means nobody can say he is better than the other. Na ndio sababu hakuna mtu anaweza kukiri kwamba yeye ni bora kuliko mwingine. Am I talking to a church? Ninazungumza na kanisa. Nobody is better than the other. Hakuna aliye bora kuliko mwingine. Nobody who has a condition stronger than the other. Hakuna mtu mwenye masharti kuliko yule mwingine. The old covenant was hard to perform. Na lile agano la kale lilikuwa lina uzito kuweza kushiriki. That's why they broke it. Na ndio sababu wakalivunja. Praise the Lord. They broke it because it was hard. Walivunja kwa nini? Kwa sababu ilikuwa ngumu. I come to church through the super highway and I come through Githurai 45 to cross here. Askofu anapitia super highway, anaingia Githurai ili afike hapo kanisani. Under the bridge there are some signs, don't use these walls as toilets. Na kule kuna ishara ambazo zimeandikwa usitumie kuta hizi kama choo mahali pa msalani. But you go there. Lakini wanaenda pale. They still use it. Bado wanazitumia. Why? Kwa nini? They have told don't go here for a short call, but they have not built toilets. Sababu wamewaambia usiende msalani hapa, lakini hawakutengeneza mahali pa msalani. So this is to tell people laws can be made which are difficult for people to accomplish. Maana yake ni kusema kwamba
sheria zinaweza kutengenezwa ambazo zina hukumu kwa wanadamu au kwa watu. But in the new covenant, you are able to fulfill everything God has said. Lakini katika agano jipya kuna uwezekano wa kutimisha kila kitu ambacho Mungu amenena. Because it is in Christ. Sababu iko katika Kristo. Am I talking to a living church? So this is to speak to somebody and to tell you this is unconditional because Christ stands for us. Na hii ni kusema kwamba halina masharti. Kwa nini? Maana Yesu Kristo amesimama kwa niaba yetu. Number 3, the new covenant is perfect. Nambari inayofuata, agano jipya ni kamili. Nothing is to be added. Hakuna kitu linapaswa kuongezewa. It is full of promises. Imejaa ahadi. Hallelujah. Hallelujah. There is nothing you are to add or to remove. Hakuna kitu napaswa kuongeza au kutoa. It is full of riches of God's blessing. Maana zimejaa utajiri wa baraka za Mungu. All spiritual and temporal blessings are there. Baraka zote za kiroho hata za kawaida zimejaa pale. The new covenant provides everything pertaining to life. Agano jipya limeweza kusimamia kila kitu ambacho kinapaswa kuwa katika maisha. You have enough grace to persevere. Uko na neema tosha ya kuweza kustahimili. You will secure eternal welfare. Utaweza kupokea uzima wa milele. And you will advance the glory of God. Na utaweza kuendeleza utukufu wa Mungu. So the new covenant is perfect. Na hivyo basi ni kusema kwamba agano jipya ni kamili. Hallelujah. Hallelujah. Because it is a covenant which Jesus has stood for us. Kwa sababu ni agano ambalo Yesu Kristo ametusimamia. Number 5, the new covenant is holy. Nambari ya 5, agano jipya ni takatifu. Hallelujah. Hallelujah. Because it involves the Father, the Son and the Holy Spirit. Kwa nini? Kwa sababu limeweza kusimamia utatu: Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. It is not like the covenants and plans that people make. Na sio kama agano pamoja na mipango ambayo wanadamu wanatengeneza. Praise the name of the Lord. So in the new covenant, God is the maker. Na hivyo basi katika agano jipya Mungu ndiye ambaye anaitengeneza. Hallelujah. Hallelujah. Number 2, Christ is the head of that covenant. Nambari ya 2, Kristo ndiye kichwa wa hilo agano. So there is the Father as the maker. Basi kuna Baba ambaye ndiye mtengenezaji. Christ as the head of the covenant. Kristo ndiye kichwa cha agano. Number 3, Christ is a victim of the covenant. Na ya 3, Kristo ndiye mhusika wa agano. That's why it's a unique covenant. Na ndio sababu hii ni agano ya kipekee. It is unbreakable. Haiwezi kuvunjika. Church, we are in the new covenant. Kanisa, sisi tupo katika agano jipya. You will never wake up in the morning and hear there is change the covenant. Hautaweza kuamka asubuhi moja na usikie kwamba kuna habari za kusisimua eti kwamba agano limevunjwa. So number 1, basi jambo la kwanza, the maker is God. Yule ambaye ndiye mtengenezaji ni Mungu. Number 2, ya 2, Christ is the head. Kristo ndiye kichwa. Number 3, Christ is a victim of the covenant. Jambo la 3, Yesu Kristo ni mhusika wa agano hili. Number 4, the seal of the covenant is the blood of Jesus. Nambari ya 4, muhuri wa agano ni damu ya Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Ninaongea na watu. Are we speaking to people? So when we say we belong to the new covenant, the covenant of the blood. Basi tunaposema kwamba sisi tuko katika agano, ni agano la damu. Hey, nobody will get you out of it. Hakuna yeyote ambaye
the seal of the covenant is the blood of Kwa Jesus. nini? Kwa sababu muhuri wa agano ni damu ya Yesu Kristo. The victim is Jesus. Na Yesu ni muhusika. The head is Jesus. Na kichwa ni Yesu. The maker is Jehovah. Na anayetengeneza ni Mungu. Can I hear praise the Lord in this house? Unisikia nini katika nyumba hii? The blessings of the covenant are eternal. Baraka za agano ni za milele. Praise the Lord. Amen. Sema hiyo. Can you say that? The blessings of the covenant are eternal. Baraka za agano ni za milele. When God says, I will make them my people. Wakati Mungu anaposema kwamba nitawafanya watu wangu. Hallelujah. Hallelujah. Ambia mtu karibu, habari yako mtu wa Mungu. Can you talk to your neighbor? Mwambie habari yako mtu wa Mungu. Nani anasikiza kipindi chetu cha radio? Who listens to the voice of faith? Mimi si address wewe kama ndugu yangu, na kuambia mtu wa Mungu. Ambia mwenzako habari yako mtu wa Mungu. Tell your neighbor, how are you? You are not just a man of God. You are a man of God by covenant. Wewe si mtu tu wa Mungu. Wewe ni mtu wa Mungu kupitia agano. And I want to tell you, you will remain to be a man and woman of God until eternity. Na hebu nikwambie ya kwamba utabaki kuwa mtu wa Mungu hadi milele. Visirani muendelee, mashida endelea, but I am under covenant. The challenges may continue. Anything bad that is happening may continue. Lakini niko chini ya agano. I will put my law in their minds. I will write on their hearts. I will be their God. They will be my people. Nitaweka sheria zangu ndani yao. Nitaweza kuandika katika mioyo yao. Watakuwa watu wangu. Nitakuwa Mungu wao. That covenant has its people. Agano hilo lina watu wake. And those people are we. Na hao watu ni sisi. Hallelujah. Hallelujah. This covenant has people. Agano hili lina watu. Are you seeing everything has been done for you and you have been brought in? Unaona kila kitu kimetayarishwa, kimetengenezwa, alafu wewe ukaletwa ndani. Pigia Bwana Yesu makofi. Hallelujah. Hallelujah. So let's begin. Tuanze. The maker, the head, the victim, the seal, the blessing, the people, and the duration Na muda is everlasting. ni milele. Hello. Hello. The duration is Everlasting. ambia mtu karibu na wewe, hii kitu hatutoki. Can you tell your neighbor we are not getting out? Mashida na matabu na visirani, unipende usinipende, hii kitu ni ya milele. This thing is eternal. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. So what does this tell me? Hii inaniambia nini? This covenant of grace is everlasting Agano hii ya neema ni ya milele. because Christ is standing with it. Kwa sababu Kristo amesimama nayo. The effects will always be seen. Matokeo yataonekana. Hello. Hello. Tuenda kanisa. Matokeo yataonekana. People will see that you belong to the covenant. Watu wataona kwamba wewe ni wa agano. Hebu inua mikono yote mbili useme hiyo. Watu. Hey, hey. Oh my goodness. Ambia mtu karibu na wewe, mimi sihitaji uone, lakini utaona matokeo. I don't need you to see, but you are going to see the effect. So as we take the Lord's table, Basi unaposhiriki kwa meza ya Bwana, it is a visible sign ni ishara inayoonekana for the invisible grace. kwa ajili ya neema isiyoonekana. Hii vitu havionekani. These things are not seen. But let me tell you, Lakini nikwambie, they are powerful. zina uwezo, They are working. zinafanya kazi.
Praise the Lord. Bwana sifiwe. Never think that wewe ulibakia nyuma. Usidhanie kwamba ulibaki nyuma. In this covenant nobody is left behind. Katika agano anayebaki nyuma. Are you seeing what is the Bible saying here? Sijui kama unaona kile Biblia inasema hapa. Because they will all know me, from the least of them to the greatest. Wote wataweza kunijua kutoka yule mdogo hadi yule mkubwa. So the results will be evidenced. Hivyo basi matokeo itakuwa ni ishara tosha To all who belong to the covenant. kwa wote ambao wako katika agano. If the victim and the seal belong to somebody else, walk in and enjoy the presence of God. Kama mhusika na muhuri na damu ni za mtu mwingine, basi ingia ndani na utaona ushindi na ukuu wa Mwenyezi Mungu. Glory to Jesus. Tukufu kwa Yesu. We have a God who has a plan for us. Sisi tuna Mungu ambaye ana mpango kwa ajili yetu. Praise God. Bwana asifiwe. This is a sure covenant. Na hii ni agano la hakika. Sure. Hakika. I say it is sure. Nasema ni la hakika. It is immovable. Haiondoleki. Mountains will move, things will move, but this covenant will remain. Milima itaondoka, vitu vitaondoka, lakini agano hili litabaki. And it is secured by an oath. Na limeweza kuwekwa salama Na kiapo. Kiapo. Hello? It is secured by an oath. Limeweza kuwekewa usalama na kiapo. The new covenant is secured. We, mko hapa? Ama naongea peke yangu hapa? We. It is secured by an oath. Agano hili jipya limewekewa ulinzi na usalama na kiapo. Praise the Lord. Bwana sifiwe. It is confirmed by the death and resurrection of Jesus. Limethibitishwa na kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Kristo. Hallelujah. Hallelujah. So I welcome you for a great day. Basi nakukaribisha kwa siku kuu. It is a visible sign, Ni ishara inayoonekana, but for invisible grace of God. kwa ajili ya neema isiyoonekana ya Mungu. Kwa hivyo usifikirie ni kama unakuja meza ya Bwana kukula miwa. And therefore don't come here as if you are coming to chew sugarcane here. Hapa unakuja kufanya kitu cha umilele. Here you are coming to be a partaker for eternity. Hallelujah. Hallelujah. The new covenant, Agano jipya, which the maker is Jehovah, the victim is Jesus, the seal is Jesus. It has people in that covenant. mahali ambaye mwanzishi ni Mungu, ambaye ameweza kuhusika ni Kristo, na muhuri ni damu ya Kristo, na ina watu ambao wameletwa ili waweze kushiriki umilele. And we are the people. Na sisi ndio watu. Inua mkono yako useme we are the people. Can you raise up your hand and say, mimi ndiye mtu? Sio ile akajuang. Somebody say we are the people of the covenant. Tuseme kwamba sisi ndio watu wa agano. Unajua, wacha niwaambie, wengine wenu mnajidharau sana, ni kama nothing has ever been done. Some of you despise themselves so much, ni kana kwamba hakuna kitu kimetendeka. Because one thing you do, you bring yourself in the new covenant. You are not a participant. The maker is Jehovah, the victim is the Son, the seal is Jesus. Let's go. Wewe alafu hiyo unajifanyaga nie kegunyo gedha mimi nini takataka. Kwani umekuwa wakajo? Wewe si takataka upeleko Dadora. Ambia mwenzako there is something great about you. You are not a garbage that you may be taken to Mukuru kwa jenga.
is saying, I make with you a new covenant. Ya kwanza ulishindwa because you are always when mtu akushindwa, otherwise ni nini nyingine? Yesu anasema kwamba nafanya agano jipya kwa niaba yako. Ile ya kale ilishindwa kwa sababu hata yeye anajua wewe ni mtu wa kushindwa tu. Do you know that God knows how weak you are? Unajua Mungu anajua jinsi ulivyo mdhaifu. Haya. You know the Lord Jesus, you know I'm powerful, I am mighty. You know, hiyo maombi ni yako. Hiyo ni maombi ilikuwa na Farao, na Farao alimezwa na maji. Farao ndiye aliringa, I will pursue them, I will get them, I will. Biblia inasema alianguka kama chuma ndani ya maji. Farao ndiye alikuwa na hayo madaha, alisema nitawafuata, nitawakanyanga, nitawapinya, lakini Biblia inakiri kwamba akaanguka kama chuma kwenye maji. Somebody shout, we are the people. Na mtu aseme sisi ndio watu of this great covenant. Wa agano hili ambalo ni Jehovah is the maker. Yule Jehovah is the maker. Jehovah ndiye ambaye ni mwanzo. Christ is the head of this covenant. Kristo ndiye kichwa cha agano hili. He is the victim of this covenant. Yeye ndiye mshiriki wa agano hili. He is the seal of this covenant. Yake ndiyo muhuri wa agano hili. And we are the people. Na sisi ndio watu. Praise the Lord. Amen. Nothing is getting us out. Kuna kitu kinatuondoa. In the morning I told you about Job, the weeping worshipper. Asubuhi nikawaambia kuhusu Ayubu ambaye ni yule the weeping worshipper. Wewe ulichelewa church. Ni yule wa niwaambie. Praise the Lord. Nasema Bwana asifiwe. We are the people. Sisi ni watu. Nionyeshe jameni. I am the person. Wewe ndiye mtu. Ukikuja ofisi yangu for counseling, uingie kwa ofisi yangu ukiniambia I am the person under the new covenant. Usiwe ukiniletea unajua umechapwa lakini you are under the covenant. Landlord amekuja, mwambie landlord, praise the Lord, I am the man under the new covenant. Mwambie mwenye nyumba, Bwana asifiwe, mimi ni mtu ambaye ako katika agano jipya. And blessings are eternal. Na baraka ni za milele. And God is working for my life. Mungu anafanya kwa ajili ya maisha yangu. Can we all stand up together? Hebu zote tuweze